Rahmatullahi wa barakatuh. Jina langu naitwa Ramadhani Haruna Chanila, katibu wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA mkoa wa Mwanza. Ufuatao ni waraka kwa viongozi wa BAKWATA kuelekea uchaguzi ya mkoa wa Mwanza. Tafadhali usikeni na mada kama inavyosomeka hapo juu. Tarehe 28 mwezi wa 10 mwaka 2025 itakuwa siku ya mwisho kwa zoezi la kampeni kwa wagombea wa vyama vyote vya siasa vilivyotimiza sifa za kuweka wagombea kwa mujibu wa sheria, taratibu na kanuni zilizowekwa. Hivyo wahimizeni waumini Waislamu wahudhurie kwa wingi katika mikutano hiyo ya mwisho ili kuwasikiliza wagombea. Baada ya hapo kutafuatiwa na zoezi la upigaji wa kura kwa watu wote wenye sifa za kupiga kura kama taratibu zinavyoelekeza kwa ajili ya kuwachagua viongozi wetu kwa nafasi za diwani, mbunge na rais, ili kuwapata viongozi watakaotuongoza katika kipindi kingine cha miaka 5 2030. Kwa msingi huo, Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA mkoa wa Mwanza linawaelekeza viongozi wake wote ndani ya mkoa kufanya na kuzingatia yafuatayo. Namba 1. Kwa wale watakaojaliwa tunaomba kuendelea kufunga kuanzia tarehe 23 mwezi wa 10 2025 hadi tarehe 29 mwezi wa 10 2025. Namba 2. Kuanzia tarehe 24 mwezi wa 10 2025 tutaendelea na utaratibu wetu wa dua za kuiombea nchi pamoja na viongozi wake kama ambavyo tumekuwa tukifanya kwa muda wote. Namba 3. Aidha, siku ya Ijumaa tarehe 24 mwezi wa 10 2025 itakuwa ndio Ijumaa ya mwisho kabla ya siku ya uchaguzi. Hivyo maimamu wote katika misikiti yetu hotuba za siku hiyo zizungumzie mambo yafuatayo. Nukta ya kwanza, wazungumzie umuhimu wa amani katika nchi yetu. Nukta ya pili, wakumbushe waumini kujitokeza bila hofu kwenda katika vituo vyao kwa ajili ya kupiga kura. Nukta ya tatu, wakumbushe waumini kwamba mara baada ya kupiga kura warudi majumbani mwao na kuendelea na shughuli zao ama ratiba zao za kila siku wakisubiri kutangazwa kwa matokeo. Nukta ya 4, pindi matokeo yatakapotangazwa na kiongozi ama chombo kilichopewa mamlaka hayo, ni wajibu wetu kuyapokea kama yalivyotangazwa. Na nukta ya mwisho, na kama kuna malalamiko yoyote yawasilishwe mahali husika na watu wenye dhamana ya kufanya hivyo kwa mujibu wa sheria na miongozo iliyowekwa. Waraka huu umetolewa kwenu na Sheikh Hassan Musa Kabeke, Sheikh wa mkoa wa Mwanza. Naomba kuwasilisha. Tumerahisisha kwa kustadili kwa aya za Mwenyezi Mungu na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mfano, iko hadithi Mtume asema la tadkhulul janna hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabu afala adullukum ala amrin idha fa'altumu tahabbtum ifshu salam bainakum. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hauwezi kuingia peponi mpaka uamini. Hamwezi kuingia peponi mpaka muamini, na hamwezi kuamini mpaka mpendane. Je, nikujulisheni jambo ambalo mkilifanya mtapendana? Mimi nimechukua sallallahu alaihi wasallam, yani hutuba ambayo shekhe kawagawieni katoe kwenye misikiti yenu, na mimi nachukua kwenda kugawa tena. Allah takbir, Allahu akbar, ili angalau hutuba zifanane. Hata mtu kama sio fasaha wa kuzungumza, kwa mwelekeo huu wa maelekezo ya hutuba hii atafikisha ujumbe. Manake kuna watu wengine uwezo wa kufikisha ujumbe ni mdogo. Ukimpa yeye mwenyewe atengeneze, anaweza akaanza mpaka akamaliza hajaeleweka anaongea. Sasa hii kutoa mwelekeo wa hutuba itakayozungumzwa ni kusaidia hata wale ambao hawana uwezo wa kuitengeneza hutuba. Kwa mimi nasema ni kitu kizuri sana, na sisi kama Simiu tunachukua na sisi kwenda kutoa direction kwa maimamu wetu. Hii ni Tanzania Habari.